Habari za wakati huu, mtazamaji wa Inland TV popote pale ulipo, karibu katika taarifa yetu ya habari. Tuangazie mkusanyiko wa taarifa mbalimbali tulizokuandalia kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kukuandalia taarifa hii, jina langu ni Samuel Chem. Karibu. Kabla ya kuanza kwa taarifa yetu ya habari, hivi kwanza tuangalie muktasari wa taarifa zetu. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema kuna umuhimu mkubwa kwa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki kuimarisha ushirikiano katika nyanja ya kidiplomasia, uchumi, biashara na uwekezaji. Karibu sasa tuanze taarifa yetu kwa kwanza na habari za kitaifa. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema kuna umuhimu mkubwa kwa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki kuimarisha ushirikiano katika nyanja ya kidiplomasia ya uchumi, biashara na uwekezaji. Rais Mwinyi amesema hayo hii leo Julai 6 alipokutana na balozi mpya wa Tanzania nchini Uganda, Mheshimiwa Balozi Meja Jenerali Michael Elisha Kaguti aliyefika Ikulu Zanzibar kwa ajili ya kuaga kabla ya kuelekea katika kituo chake cha kazi. Rais Dr. Mwinyi amesema ni wakati mwafaka kwa nchi za Afrika Mashariki kuendelea kuimarisha ushirikiano wa kibiashara na uwekezaji kwa lengo la kunufaika na fursa mbalimbali za kiuchumi zilizopo katika mataifa hayo. Kupongeza kwa vifahu mpya, kutakia mafanikio katika kituo chako kipya cha kazi, na kama kawaida tunapokutana na mabalozi wanaokwenda katika vituo mbalimbali, kwa kweli sasa hivi tunazungumzia zaidi diplomasia ya uchumi. Kwa maana hiyo ni swala la biashara, swala la uwekezaji, lakini kwa sababu Uganda ni majirani zetu, kuna swala la ulinzi na usalama vile vile. Kwa hiyo nichukue fursa hii kusema kwamba tunategemea tuimarishe ujirani mwema kati yetu na nchi ya Uganda. Ni ndugu zetu na tuna historia kubwa nao. Kwa hiyo mahusiano mazuri ni jambo la msingi. Ameeleza kuwa uhusiano mzuri baina ya mataifa hayo ni msingi muhimu wa kukuza uchumi na kuimarisha ustawi wa wananchi. Aidha, Rais Dr. Mwinyi amemsisitiza Balozi Michael kutumia nafasi yake kuzitangaza fursa za uwekezaji na vivutio vya utalii vilivyopo Tanzania, ikiwemo Zanzibar nchini Uganda, hususan kwa makampuni, wafanya biashara na wawekezaji wakubwa ili waweze kuja kuwekeza nchini. Kwa upande wake, Mheshimiwa Balozi Meja Jenerali Michael Elisha Kaguti amemhakikishia Rais Dr. Mwinyi kuwa atafanya kila linalowezekana kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi kwa kuzingatia miongozo na maelekezo aliyopokea, sambamba na kuendeleza kimkakati diplomasia ya uchumi baina ya Tanzania na Uganda. Baraza la Mitihani la Tanzania NECTA limezuia matokeo ya watahiniwa 190 kwa mwaka 2026 kutokana na sababu mbalimbali zikiwemo changamoto za kiafya, huku likifuta matokeo ya watahiniwa 58 waliobainika kufanya udanganyifu. Aina ya udanganyifu huo ni kutumia notice chumba cha mitihani, wengine kusaidiana majibu, na baadhi kukamatwa na simu wakitumia ChatGPT kujibia mitihani. Akitangaza matokeo ya mitihani ya kidato cha 6 na ualimu kwa Mei 2026, katibu mtendaji wa NECTA Profesa Said Mohamedi amesema baraza limefuta matokeo ya watahiniwa 58 wakiwemo 44 wa mtihani wa kidato cha 6 na 14
wa mtihani wa ualimu ambao walibainika kufanya udanganyifu. Matokeo hayo yamefutwa kwa mujibu wa kifungu cha 5 kifungu kidogo cha pili IJ cha sheria Baraza la Mitihani sura namba 107 kikisomwa pamoja na kifungu cha 30 kifungu kidogo cha pili B cha kanuni za mitihani za mwaka 2016. Aidha, baraza limekifungia kituo cha Excellence Open School kilichopo mkoa wa Manyara kuwa kituo cha mitihani ya taifa kutokana na kukiuka taratibu za uendeshaji wa mitihani ya taifa. Kituo hicho kinafungiwa kwa mujibu wa kifungu cha 4 kifungu kidogo cha 8 cha kanuni za mitihani za mwaka 2016 hadi hapo baraza litakapojiridhisha kuwa ni kituo salama kwa uendeshaji wa mitihani ya taifa. Baraza linapenda kuchukua fursa hii kuzipongeza kamati za mitihani za mikoa na halmashauri zote nchini, wakuu wa shule, wasimamizi, wasaishaji, wazazi na wadau wote kwa kazi kubwa waliofanya. Aidha, baraza linawapongeza watahiniwa wote waliofanya mtihani wa kidato cha 6 na ualimu mwaka 2026 kwa kuwa na utulivu na kuzingatia taratibu za mitihani zilizowekwa. Matokeo ya mtihani wa kidato cha 6 na ualimu uliofanyika Mei 2026 yanapatikana katika tovuti ya baraza www.necta.go.tz. Jeshi la polisi nchini limetoa tahadhari juu ya waliopanga kuandamana kufanya uhalifu unaohamasishwa kupitia mitandao ya kijamii na njia nyingine kuacha mara moja, kwani hatua kali zitachukuliwa dhidi yao. Akizungumza na waandishi wa habari, msemaji wa jeshi hilo David Misime amesema, endelea kutoa taarifa kwenu ya hali ya usalama nchini kuwa ni shwari. Ushwari huo umetokana na ushirikiano uliopo kati ya wananchi, wadau wengine na vyombo vya ulinzi na usalama, kwa sababu kila mmoja wetu anahitaji amani, utulivu na usalama katika shughuli zake za kila siku, awe mtoto, kijana au mzee. Pamoja na ushauri huo, bado tunaendelea kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama na wadau wengine kufuatilia kwa karibu sana viashiria vya baadhi ya watu wachache kutaka kuvuruga amani, utulivu na usalama nchini kwa visingizio kuwa ni haki kufanya maandamano ambayo hayajafuata taratibu za kiusalama na kisheria. Baadhi ya watu hao wameshakamatwa na uchunguzi unaendelea kukamilishwa ili hatua nyingine za kisheria zifuate dhidi yao. Ufuatiliaji unaoendelea kufanyika umeendelea kubaini kuwa hao watu wanaendelea kuhamasisha vurugu kwa kuhamasishana kuwa safari hii hawaji kinyonge, hivyo watahakikisha wanaua baadhi ya viongozi, wananchi, watachoma shule moto, wataharibu na kupora mali za umma na binafsi, na kwamba wataua askari wa vyombo vya ulinzi na usalama ili kupora silaha wazitumie kwenye mipango waliopanga ya kuhakikisha amani inatoweka nchini. Uhamasishaji wa aina hiyo unaofanywa na baadhi ya watu hao kupitia mitandao ya kijamii na kwenye klabu za majadiliano katika mitandao ni viashiria tosha Mkuu wa mkoa wa Mwanza Mheshimiwa Saidi Mtanda amewataka watumishi kuwa na maandalizi mema katika kustaafu kwao ili kuepukana na changamoto za kimaisha zinazoweza kujitokeza. Mheshimiwa Mtanda amesema hayo hii leo katika hafla fupi ya watumishi wastaafu, akiwataka watumishi hao kutumia rasilimali zilizopo ikiwemo ardhi na uwekezaji. Inset RC Mtanda. Mara zote nimekuwa nikihubiri kuhusu umuhimu wa watumishi kujiandaa kustaafu, na nimekuwa watumishi wengi ninawaita pale siku ya malalamiko, njooni mpate uzoefu
wanapofika pale ndio wanakuja kuona, ambao walikuwa watumishi kama sisi, wenye heshima kubwa kama sisi, lakini leo wanahangaika, wengine wakiwa wanaonewa. Sasa hawa wastaafu leo, hawa sio ambao tunawalenga leo. Hawa leo ni mfano kwamba hawa leo wamestaafu, kesho hawatastaafu hawa, tutastaafu sisi. Je, kama tutastaafu sisi, tumejiandaa kwenda mtaani? Na mtumishi wa serikali anatakiwa 70% ya muda wake na kipato chake, muda wake autumie serikalini, lakini lazima atenge walau 20% kati ya 20 hadi 30 pia kujenga kesho yake. Naibu Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi na mbunge wa jimbo la Ruangwa, Mheshimiwa Kaspar Muya ametuma salamu za pole kwa familia, ndugu na wananchi kufuatia ajali mbaya ya barabarani iliyosababisha vifo vya watu 5 na majeruhi 8. Kwa taarifa zaidi tuungane na mwanahabari wetu Maltrida Baltazari. Ajali hiyo ilitokea baada ya chombo cha usafiri kilichokuwa kimebeba wananchi hao waliokuwa kwenye shughuli zao za kijamii kugongwa kwa nyuma na gari kubwa la mizigo, yani lori. Mheshimiwa Muya ametoa salamu hizo leo kwa masikitiko makubwa wakati akihutubia hafla ya kuorodheshwa rasmi kwa hati fungani ya nyumba ya kampuni ya soko la mikopo la nyumba Tanzania TMRC katika soko la hisa la Dar es Salaam DSE iliyofanyika kwenye majengo ya Morocco Square jijini Dar es Salaam leo Julai 6, 2026. Wakati naendelea kumshukuru Mungu kwa siku ya leo, kwa utukufu wake mkubwa tunaupata katika maisha yetu, naomba tumuungane na mimi kwa jambo ambalo sio la furaha sana, lakini Mungu ndio amepanga. Nikiwa hapa mnaniona nahangaika, na hata wasaidizi wangu wote hawapo hapa. Nina taarifa sio nzuri kutoka jimboni kwangu. Mimi ni mbunge wa jimbo la Ruangwa. Kuna ajali mbaya imetokea, chombo cha usafiri ambacho wananchi wangu walikuwa wamepanda wakiwa kwenye shughuli zao za kijamii, imegongwa na lori nyuma. Hivyo nimepoteza wananchi na wapiga kura wangu 5 wamefariki, na nimeambiwa wengine 8 wako hospitali, wengine 4 kati ya 8 hali yao sio mzuri, wamekimbizwa kwenye hospitali kubwa zaidi ya Ndanda. Ndio naendelea kufanya logistics hapa kutafuta usafiri na kuwapeleka. Mheshimiwa Muya amebainisha kuwa msiba huo umegusa kwa karibu sekta ya ardhi na wizara hiyo kwa ujumla, kwani miongoni mwa waliopoteza maisha 3 wanatokea katika kijiji alichozaliwa yeye mwenyewe Ruangwa, wengine ndani ya jimbo lake, na mmoja anatokea jimbo la Masasi linaloongozwa na Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi. Naomba niungane na mkuu wa wilaya wa Ruangwa, mkurugenzi wa Ruangwa, wapiga kura wangu, wananchi wangu wote wa Ruangwa. Jambo hili limetokea, Mungu anajua kwa nini limetokea, na waliofariki ni Watanzania wenzetu, ndugu zetu. Naomba tunawapa pole sana familia ambazo wamepoteza ndugu hawa. Kwa bahati mbaya zaidi, katika 5 waliofariki, 3 wanatoka kijiji kimoja ambako mimi nimezaliwa. Kwa hiyo nyumbani kwangu kuna msiba mkubwa ya watu 3, na wengine wapo ndani ya jimbo langu, na mmoja jimbo la Masasi ambako Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi ndio jimbo lake. Kwa hiyo naweza kusema sekta ya ardhi, wizara ya ardhi, tumepata na msiba huo. Mheshimiwa Naibu Waziri ameongeza anaendelea kushirikiana kwa karibu na mkuu wa wilaya ya Ruangwa, mkurugenzi mtendaji na viongozi wengine wa jimbo hilo katika kuratibu taratibu zote za kuwahudumia waliojeruhiwa pamoja na kufariji familia za marehemu.
Aidha, katika kuonyesha mshikamano na kuenzi maisha ya marehemu hao, Mheshimiwa Mmuya aliongoza washiriki wa mkutano aliyokuwa akihutubia kusimama na kutoa dakika moja ya ukimya, huku akiongoza sala ya kuombea marehemu wote wapumzike kwa amani. Basi tusimame kwa dakika moja kuombea raha ya milele uwape Bwana, wastarehe kwa amani. Naomba tukae. Nikiripoti habari kitaifa, Matuda Baltazari, Inland TV. Baadhi ya wananchi wa mtaa wa Kitwana, manispaa ya Shinyanga, wameshukuru serikali kwa kutatua mgogoro wa ardhi baina yao na mwekezaji anayedaiwa kujenga uzio wa shule kwa kuvamia eneo la mwananchi aliyekuwa karibu yake. Kutoka mkoani Shinyanga, mwanahabari wetu Sai Matias ana taarifa zaidi. Wakizungumza kwa nyakati tofauti, wananchi hao wamesema mwekezaji huyo ambaye ni mmiliki wa shule ya msingi Princess Mary amekuwa akiwapa wakati mgumu watu waliokuwa karibu yake kwa kutishia kujenga kwenye maeneo yao hata bila ya kulipia fidia. Baba ametunyanyasa na ametudhalilisha kwa sababu wenyewe tutafuta hela kufanyaje? Tulihangaikia ili tujenge hapa. Mimi nilikuja kukutana naye hapa, alisema yeye atajenga kwa ubabe na atatuziba mpaka kule. Kwa sababu hapa sisi sio wenyeji wake. Mwenyeji ni yeye na ile eneo lote ni la kwake. Kuna hangaikia 100 200 ile 100 hii ndio huku niwajengee watoto waweze kuishi. Lakini mtu anakuja na kuziba kwa kutumia ubabe, kwa ukoloni. Kwa hiyo naathirika, kwanza natumia gharama kubwa, nije huku nifanyeje? Alafu unafika huku yeye anakujibu anavyojisikia. Kutoka kama umejenga hapa maeneo unahamishwa. Mwenyewe anasema utoke au akulipe pesa. Kama usipokulipa pesa utatoka hata bila kutolewa pesa. Hili swala limetuumiza sana sisi wananchi. Limetuumiza mno, na tunashukuru serikali ya Mama Samia kwa sasa inapotekeleza hii wajibu wake wa kutusaidia sisi raia ambao hatuna haki na wanyonge. Na tunaishukuru sana. Tunawaombeni viongozi wote mnaofanya hili swala muendelee kuwa na moyo wa namna hii. Hatuna cha kuwalipeni nyinyi zaidi ya kuwapa ushirikiano wenu kwa tukio lote litakalotakiwa kufanyika. Afisa ardhi manispaa ya Kahama Evarist Lamek amesema mwekezaji huyo amejenga katika eneo la wananchi bila kibali, huku Steven Nyelinga akigoma kukubaliana na uamuzi wa serikali. Anavunja kwa sababu kwanza amejenga bila kibali. Hilo tu ni kosa la kuvunja. Sijui kama unaelewa hilo. Yaani achilia mbali uko kwenye mipaka yako au hauko kwenye mipaka yako. Kwa mujibu wa sheria mimi natakiwa nifanyeje? Kuvunja. Hilo kwanza natakiwa uelewe. Kwa sababu nitakuomba hicho kibali ili nione walikuruhusu ujenge huo ukuta vipi ambacho kimsingi wewe hauna. Umenielewa ndugu yangu? Kwa swala la kwamba unaonewa au unafanya nini? Hiyo hauko sawa. Sikuwa na maana ya kusema kuwazuia watu wa ndani. Ni extend tu huo ukuta ambao umesema hapa. Hilo mzee huwezi kukakwepa. Yaani huwezi kukwepa. Ambao umeuvunja sasa mheshimiwa. Sisi tumevunja kwa ajili ya kusimamia haki zao. Tumevunja. Na maana leo serikali isingekuwepo. Sawa. Maamuzi yako yangeendelea tu. Serikali imetekeleza zoezi la kubomoa uzio wa shule hiyo baada ya Steve kukiuka agizo la kubomoa kwa hiari, ambapo zoezi limesimamiwa na kamati ya usalama wilaya ya Kahama ikiongozwa na mkuu wa wilaya ya Kahama Frank Mkinda, ambaye amekemea tabia ya wawekezaji wanaotumia fedha zao kunyanyasa wananchi maskini. Huyu bwana kwa kauli ambazo alikuwa akizitoa ni kwamba nendeni popote, mwenyekiti nenda popote, utanifanya nini? Lakini leo naamini ameona kwamba mwenyekiti wa serikali ya mtaa na timu yake ndiyo serikali. Tunaelewana jamani? Endeleeni kushikamana na serikali yenu ya awamu ya 6 inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Mama yule ni mtu bomba sana. Ni mtu mwema sana, na maelekezo yake kwetu sisi wasaidizi wake, tulinde haki zenu watu wa chini. Unatengeneza mazingira ya utumwa kwa wananchi ambao kwa hiari yao kwa mujibu wa katiba wameona hapa ndio wawekeze kwa ajili ya kesho yao na watoto wao. Wewe unawatengenezea mazingira kwamba hili haliwezekani. Mimi ndo mwanaume hapa. Hakuna
Hakuna mwenye maamuzi mengine yeyote katika taifa letu kwa mujibu wa katiba, kwa mujibu wa sheria, kwa mamlaka ambayo sisi maskini tumempa zaidi ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Sasa wewe ni nani ambaye zaidi ni mtumishi wa serikali? Na juzi nilimwambia huyu bwana, tukisema tuendelee kukufukunywa tutafika pabaya. Sasa kama unapata hela zako kwenye uhasibu huko, unakuja kuleta jeuri huko Kahama bwana, hizo vurugu zipeleke Bariadi. Kamati ya usalama ya wilaya ya Kahama sio ya aina hiyo. Nikiripoti kutoka Shinyanga, mimi ni Sai Matias. Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya nchini DCEA kanda ya Magharibi imeeleza kuwa kuanzia Agasti mwaka 2025 hadi sasa imefanikiwa kukamata kilo 7735 za bangi, kilo 177.04 za mirungi pamoja na gramu 26.99 za heroin. Kwa taarifa zaidi tuungane na mwanahabari wetu Maltrida Baltazari. Akitoa takwimu hizo Julai tarehe 5, 2026 katika maadhimisho ya siku ya kupinga na kuzuia dawa za kulevya yaliyofanyika katika viwanja vya shule ya sekondari Uyui mjini Tabora, Kamishna wa DCEA kanda ya Magharibi Christina Roshabura amesema katika kipindi hicho pia kesi 49 zilifunguliwa, huku kesi 11 zikitolewa hukumu, Jamhuri ikishinda kesi 8 na kushindwa kesi 3. Mwezi Agosti mwaka 2025 imefanya operesheni mbalimbali na kufanikiwa kukamata jumla ya kilo 7735 za bangi, kilo 177.04 za mirungi na gramu 26.99 za heroin. Pia imeweza kufungua jumla ya kesi 49 ambapo hadi sasa kesi zilizotolewa hukumu ni 11, ambapo Jamhuri tumefanikiwa kushinda kesi 8 na kushindwa kesi 3. Akimwakilisha mkuu wa mkoa wa Tabora, mkuu wa wilaya ya Urambo, Dr. Hamisi Mkanachi amevielekeza vyombo vya ulinzi na usalama kuendelea kupambana na wahalifu wa dawa za kulevya na kuongeza doria na hatua za kiintelijensia. Kwa jambo hili ndugu zangu, sio la kamishna jenerali peke yake na kamisheni zake kwenye kanda, ni jambo letu sote. Sasa nilisema yako ya kwangu, lakini yako maagizo au maelekezo, hayo sio ya kwangu. Mheshimiwa Paulo Matiko Chacha anaelekeza kwanza vyombo vyote vya ulinzi na usalama vyote katika mkoa wake, kwa maana ya kamishna mwenyewe anayehusika na udhibiti, jeshi la polisi, ndugu zangu wa TAKUKURU, wenzetu wa TFS na vyombo vingine kuimarisha doria na kuzifanya mara kwa mara maeneo ya stendi, maeneo ya airport, kwenye nyumba za mapumziko kwa maana ya hoteli na magesti mbalimbali, wafanye kwenye vio vyetu. Taarifa zinatuambia pia waathirika wengine ni vijana wetu wa vio vyetu, na sisi Tabora Mungu ametujalia kiasi vio tunavyo, viwe ni vya kati au vio vikuu tunavyo. Tukawaangalie vijana wale vioni. Daktari Mkanachi pia amemtaka kamishna wa DCEA kanda ya Magharibi Christina Roshabura kuendelea kuimarisha ushirikiano na vyombo vingine vya ulinzi na usalama, huku akisisitiza umuhimu wa kulinda usiri wa vyanzo vya taarifa ili kuongeza ufanisi katika mapambano hayo. Pili, usiri. Imethibitika baadhi ya wananchi na raia wema wanarudi nyuma kwenye kutoa taarifa mbalimbali, kwa sababu vyombo vyetu kuna mahali taarifa zake zinavuja. Anakuja mtu kwa wema, anakupa taarifa, unaifanyia kazi, inatoa matokeo mazuri, halafu mnazunguka nyuma mnasema bana fulani ndio amefanya 1, amefanya 2, amefanya 3. Wananchi wameshuhudia wenzao
waliohusika katika kutoa taarifa wamekumbwa na madhara mbalimbali. Kwa hiyo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa Paulo Matiko Chacha anavielekeza vyombo vyake vyote kudhibiti na kuongeza usiri. Aidha, maadhimisho haya yaliambatana na michezo mbalimbali iliyofanyika katika viwanja vya Chuo cha Utumishi wa Umma mkoani Tabora kwa lengo la kuhamasisha vijana kushiriki katika mapambano dhidi ya matumizi ya dawa za kulevya. Nikiripoti habari kitaifa, Matuda Baltazari, Inland TV. Napokwenda najua liko kanisa, lakini nilichukua siku moja kawa na uinjilisti, sio wa movo wa mmoja mmoja, ila mmoja akaenda kwenye mji mmoja, hata kukashinda nao siku moja, na kaja kukutana, kila mmoja akaleta taarifa za Ukristo. Katika kutekeleza agizo kuu la Yesu Kristo la kuhubiri Injili kwa mataifa yote, Kanisa la African Inland Church Tanzania AICT Nyasho kupitia idara ya Injili na misheni limeanza safari ya umishonari kuelekea Merelani mkoani Manyara, safari ambayo inahusisha wamishonari 42 waliodhamiria kuwafikia wananchi kwa mikutano ya Injili pamoja na uinjilishaji wa nyumba kwa nyumba. Na tuna imani tukiwa kule Merelani tutafanya kusudi la Mungu ambalo katika Biblia amesema, enendeni pote duniani mkiwafanya mataifa kuwa wanafunzi wangu. Na sisi tunaenda kufanya wanafunzi wa Yesu Kristo kama wito mkuu wa neno la Mungu linavyohitaji. Lengo letu ni kuwafikia makabila yaliyoko pale Merelani, hasa wenyeji wale wa Masai ambao wako katika maeneo yale, kuwafikishia neno la Mungu. Tuna imani wakati wa kuondoka na kurudi Msoma, tutakuwa tumeacha wafuasi wa Yesu Kristo ambao watakuwa wanamtumikia Mungu mahali pale. Lakini pia tunatarajia kupanda kanisa maeneo yale ambayo tutakuwa tumewafikia na wamekubali kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Kipekee namshukuru Mungu kuwa miongoni mwa wanatimu ambao tunaelekea Merelani Arusha kwa ajili ya kupeleka Injili ya Yesu Kristo. Tunatarajia kwamba Mungu atakuwa pamoja na sisi na atatuwezesha katika huduma ambayo tunaenda kuifanya, na matarajio makubwa ni kwenda kuwafuasa ama kuwahubiri watu habari za Kristo, na watu wamwamini, watu wamjue na kumtumaini huyu Mungu ambaye tunamwabudu. Na kingine pia, wenyeji wetu tunaamini na tunatambua kabisa wana matarajio makubwa kutupokea, lakini pia kuungana na sisi kwa ajili ya kuihubiri habari njema ya Yesu Kristo. Naitwa Ruth Lesha, ni Mkristo wa AIC Nyasho. Ni mmoja kati ya wanatimu ambao tunaenda mission trip Merelani kwa ajili ya kwenda kuwafanya watu wa Merelani wauone ule upendo wa Kristo, lakini pia wamwamini Yesu Kristo, lakini pia tunaomba kwamba Mungu awasaidie sasa, kwamba wasiwe na hofu tunapokwenda, watupokee na kila ambacho tumekibeba au tulichonacho, ambalo ni agizo kuu ya Mungu alipomleta Yesu Kristo, na Yesu Kristo akaacha agizo sasa ya kwamba kabla hajaondoka alituambia, enendeni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi wangu. Hilo ni agizo ambalo Mungu ametuachia sisi wanadamu. Na sasa na sisi tunapokwenda, tunakwenda kulitimiza lile agizo. Kwanza tumekuwa na mikakati ya kuwa tunaombea kwamba tunapofika kule watupokee, lakini kila ambacho tunakwenda nacho na chenyewe wakipokee. Tumeendelea kuwa na mlolongo huo wa maombi, na bado tunaendelea na maombi mpaka tutakapofika kule Merelani, na bado tutaendelea kuomba. Na tunatarajia kabisa kwamba hakuna kitu kinachoshindikana tunapoenda mbele za Mungu kuomba. Mungu anajibu, na sisi tunaamini kabisa kwamba maeneo yote tutakayofika kule Merelani, watu watampokea Yesu Kristo, watu watamwamini Yesu Kristo. Lakini kikubwa kabisa ambacho mimi natamani kusema kwamba tunakwenda kuwainjilisha watu wa Merelani.
wana mila zao, wana tamaduni zao. Sisi tutawahubiria habari ya Yesu Kristo. Wana utamaduni wa kwao. Utamaduni wa kwao kama tunavyojua, Wamasai wanapenda kuvaa yale mashuka ya kwao. Kwa hiyo sisi tutawaambia wabaki na ule utamaduni wa kwao, lakini ndani wawe na Kristo na wayaishi maisha ya Kristo. Wamishonari hao wanasema wamejiandaa kiroho, kimwili kwa ajili ya huduma hiyo, huku wakiamini kuwa Mungu atawatumia kuwafikia wengi na kueneza ujumbe wa wokovu kupitia Yesu Kristo. Binafsi na kundi zima tutakao kuwa kwenye mishonari, tunatarajia kwanza Kristo aonekane. Kristo aonekane kivipi? Tutamtangaza kwa kuwafikia wale watu walioko kule katika maeneo yao, kaya zao, na tutauvaa uhusika kwa kuishi namna walivyo. Tunapelekwa, tunaenda kueneza neno la Mungu. Tunaomba Mungu atusaidie tuondoke na tufike salama na tufanye kazi ya Mungu kwa moyo mkuu. Tunamshukuru Mungu sana. Leo tumekuwa na ibada nzuri. Tumekuwa na ibada kwa ajili ya kuwatuma wamishonari wa muda mfupi ambao wanategemea kuanza safari kuelekea kule Merelani kwa wiki moja kwa ajili ya huduma ya umisheni. Yale ambayo Bwana wetu Yesu Kristo ameyafanya, hakuja kutumikiwa bali kutumika. Ni kile ambacho amesema amekuja kutafuta na kuokoa kile ambacho kimepotea. Na neno la Mungu natuambia vizuri sana katika waraka wa pili wa Petro mtume kwa watu wote, sura ya 3 na ule mstari wa 9, kwamba Bwana hapendi hata mmoja apotee, bali wote wafikirie toba. Wakawalee, wakafanyike baraka kwa wengine kupitia pastoreti hii ya Msoma. Watu wapate uamsho wa kumwona Bwana Yesu. Tunaomba haya yote katika jina la Utatu, Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Ziara hiyo ya umishonari inatarajiwa kuhitimishwa Julai 12 mwaka 2026 baada ya kutekeleza shughuli mbalimbali za uinjilisti katika eneo la Merelani. Gabon Mariba, Inland Television, Mara. Na kwa hivi sasa tuungane na mwanahabari wetu Maltrida Baltazari kwa mkusanyiko wa habari mbalimbali kwa upande wa habari za kimataifa. Huko Gitega, mji mkuu wa kisiasa wa Burundi, mashauriano kati ya viongozi wa upinzani, viongozi wa kidini kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rais Evariste Ndayishimiye ambaye pia ni mwenyekiti wa sasa wa Umoja wa Afrika AU yanaanza Jumatatu hii. Kwenye ajenda ni mgogoro wa kisiasa na usalama wa Kongo, huku Rais Felix Tshisekedi akitaka kurekebisha katiba. Upinzani unamtuhumu kwa kutaka kugombea muhula wa 3, ingawa muhula wake wa pili unadaiwa kuwa wa mwisho, unaisha mwishoni mwa 2028. Miongoni mwa walioalikwa ni mchungaji Ejiba ya Mampia, rais wa jukwaa la madhehebu ya kidini ambalo halijumuishi tena makanisa ya Katoliki na Kiprotestanti. Yeye ndiyo kiongozi pekee wa kidini aliyealikwa ambaye anaunga mkono waziwazi marekebisho ya katiba yanayopendekezwa. Akizungumza na kutetea kura ya maoni, akisema kwamba ndiyo njia pekee ya kutatua mgogoro kati ya pande hizo mbili, huku akiruhusu kanisa kudumisha kutoegemea upande wowote. Huko Gitega alikutana na wale wanaopinga mpango huo, Askofu Donatien Scholl wa mkutano wa maaskofu wa Kongo na Andri Bukondoa wa kanisa la Kiprotestanti. Kundi hili tofauti linawakilisha madhehebu yote ya kidini nchini. Majadiliano hayo pia yataangazia mgogoro wa usalama mashariki mwa DRC. Viongozi wa kidini wanadai jukumu katika kutafuta suluhisho la migogoro yote miwili. Wapinzani walifika wakiwa na hamu ya kusikia suluhisho lililopendekezwa na Ndayishimiye kwa mgogoro huo, lakini pia wana orodha ya madai. Franklin Shiamara, katibu mkuu wa chama cha LGD, uongozi na utawala wa maendeleo, ni mwanachama wa urais wa C46. Alisema kwenye ajenda yao wamepanga maandamano Julai 8
wamechukua jukumu la kusitisha ili kutoa nafasi ya kushiriki mwaliko huo na kupanga Julai 22 kwa sababu wanatarajia kwamba mashauriano hayo yanayoenda kuanza, mwelekeo wa amani unaweza kupatikana, vinginevyo maandamano ndiyo yataongea. Kwa upande wake, Burundi inasisitizwa kwamba Rais Evariste Ndayishimiye anafahamu vyema masuala hayo ya mambo yanayohusika. Ataongoza mashauriano haya katika nafasi yake kama mwenyekiti wa sasa wa Umoja wa Afrika. Upinzani unasema uko tayari kushiriki katika mazungumzo na kujadiliana na serikali, lakini bila kurudisha nyuma hata kidogo kutokana na kukataa kwake kuidhinisha mabadiliko ya katiba. Nikiripoti habari kimataifa, Matuda Baltazari, Inland TV. Kutoka Burundi, mwanahabari wetu Bukuru Elias ana ripoti zaidi. Mchungaji Dimogakiza alisema kuwa hatua zilizochukuliwa na serikali katika kuimarisha utawala wa sheria nchini ni muhimu kwa taifa na ustawi wa nchi. Aidha, AIDH imeeleza kuunga mkono jitihada zinazoendelea kufanywa na serikali za kuimarisha taasisi za haki na kuendeleza umoja wa kitaifa nchini Burundi. Leta kuntu ilikigerageza tunaipongeza serikali kwa juhudi zake za kulinda na kuimarisha usalama wa nchi, na tumeona nguvu serikali inazotumia katika kulinda pia mipaka ya nchi. Hilo ni jambo la kupongezwa, lakini pia tuipongeze serikali kwa kuimarisha suala la sheria nchini, tofauti na hapo zamani ambapo watu walikuwa wanafungwa, wengine kwa kusingiziwa kesi, na baadhi ya wafungwa wameanza kuachiwa huru chini ya Rais Evariste Ndayishimiye. Ingawa bado safari ni ndefu, lakini inaleta matumaini ndani ya nchi. Tunatoa wito kwa serikali, wafungwa ambao wameshamaliza muda wao wa kukaa gerezani waweze kuachiwa huru. Mbali ya hayo, serikali inaendelea kuwahimiza wananchi kufanya kazi kwa bidii kwa ajili ya manufaa ya taifa, kwa kupiga vita vijiwe ambavyo havina manufaa kwa nchi. Ingawa kuna changamoto katika sekta ya kilimo, tumeona juhudi za serikali katika kuendeleza sekta hiyo, na wananchi wameanza kuona umuhimu wa kujikita katika kilimo pamoja na ufugaji. Tunachoomba ni upatikanaji wa mbolea kwa wakati ili wakulima walime kwa wakati bila kucheleweshwa na kitu chochote. Pongezi pia kwa serikali ya Burundi, kwani kwa sasa wananchi wanafanya kazi kwa uhuru, tofauti na zamani ambapo kulikuwepo na matabaka kati ya wanaojiita vigogo na wananchi wa rika ya chini. Na kwa sasa hakuna mtu anayemkandamiza mwenzake kwa madai ya kuwa anafanya kazi sehemu fulani. Chachu tuwe turaraba ukuntu bariko baragerageza kugabanya akajagari mu gihugu. Nikiripoti kutoka mjini Bujumbura nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli. Hivi kwanza tuangalie muktasari wa taarifa zetu. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema kuna umuhimu mkubwa kwa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki kuimarisha ushirikiano katika nyanja ya kidiplomasia, uchumi, biashara na uwekezaji.